Daraja hili tumeiweka hapa purpose kabisa kwa sababu linaunganisha kata moja ya Oloipiri pamoja na kata ya Soitsambu pamoja na Orosokon. Then baada ya Orosokon unaingia katika hifadhi ya Serengeti. Kwa maana yake ni kwamba utakuja kuona kwamba tumeunganisha watu wengi wakati mmoja kulingana na daraja hili. Kwa hiyo daraja hili na mirumo 6 tumejenga kwa thamani shilingi milioni 271. Then tumeanza 2024 mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 11 2025. Kwa hiyo imeshakamilika. Sasa hivi yuko katika hatua za maandalizi. Tulivyokuwa hatuna daraja tulikuwa tuna changamoto. Ore taata na ketii apa enakop isinkir netii ilembein. Maana changamoto ilikuwa ni kubwa, kulikuwa kuna kiboko, kuna nyoka pia. Sababu siaba enkare oleng kejo puu netadua oshi taata kegira amita. Na maji ilikuwa ni kubwa sana, kwa ilikuwa ni hatarishi. Neeku kekijoki ntae ashe etipika ele daraja amu enoto nkera ang nafasi sidai. Baada ya kuweka daraja tumepata usalama, hata watoto wetu sasa hivi ni vizuri. Kila mtu ambaye anakwenda kuangalia mwanafunzi wake hapa anaenda tu bila shida. Neeku ashe oleng. Kwa hiyo tunashukuru serikali. Kabla ya daraja hili kulikuwa kuna changamoto nyingi sana za kiuchumi. Kwa mfano, daraja hili limekuwa likiunganisha masoko makuu ya kata, ya wilaya, masoko ya mifugo. Kwa hiyo mwanzoni ilikuwa ni changamoto sana kufanya biashara. Mto huu wakati wa masika unajaa na ilikuwa ni vigumu kupitisha mifugo kwenda masokoni. Lakini pia shughuli za kijamii kama vile elimu. Huku upande wa pili kuna vitongoji viko huku, kuna shule ya sekondari, na wakati wa mafuriko watoto walikuwa hawezi kwenda shuleni. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo baada ya daraja hili limetusaidia sana katika shughuli za maendeleo ndani ya kijiji, ikiwemo hizo nilizozieleza za masoko, mambo ya elimu, lakini pia shughuli za utalii. Sisi tunapakana hapa na hifadhi ya Serengeti. Kilomita chache kutoka hapa ni hifadhi ya Serengeti. Njia hii inatumika na watalii, na mara baada ya hili daraja watalii wamekuwa wakipita hapa, wanaacha mapato kwenye kijiji, wanaacha mapato kwenye wilaya, na imekuwa ni kichocheo kikubwa sana cha uchumi ndani ya wilaya yetu hii. Changamoto ya mto huu kabla ya daraja kuwekwa ilikuwa ni mto ambaye ikiwa tukitumia kulikuwa kuna changamoto. Kwanza moja, wakati wa masika tunakuwa na changamoto kwa maana kwamba kuna wanafunzi wa sekondari wako upande huu wa mto. Kwa hiyo wao walikuwa mto ukijaa tunapata changamoto kubwa sana. Maji kijaa hapa tunapata changamoto. Na 2017 tulishampoteza mtu wa kijiji hiki kutokana na maji, alitaka kuvuka kupanda juu ya miti lakini tukampoteza. Lakini pia usalama unakuwa mdogo wakati wa mazika. Na tembo wapo, kuna dimbu pale tembo wapo. Lakini baada ya kuja kupata daraja tumepata unafuu. Sasa hivi tunapita vizuri. Huu mwaka mvua ilinyesha, tunapita vizuri. Kwa hiyo tumeona kwamba tumekuwa na furaha njema baada ya kupata daraja.